Wakati hapa nyumbani Tanzania marhaba ni mwitikio baada ya kuambiwa shikamoo kutoka kwa mdogo kwenda mkubwa. Kwa Iraki marhaba ni salamu kama ambavyo zilivyo salamu nyingine, haijalishi wewe kwa mkubwa kwenda kwa mdogo. Karibu sana mtazamaji wa Mwananchi Digital. Mimi naitwa Elia Solomon, nipo na Simon Epigodi Msuva, nyota wa kimataifa wa Tanzania ambaye anacheza soka la kulipwa. Iraki bwana, vipi kaka? Poa poa, niambie. Safi, kwema? Kwema kabisa. Umekuja kupumzika? Nimekuja kupumzika lakini bado naendelea na mazoezi. Kama unavyoona hapa tuko beach na programu yangu hapa ya mazoezi. Ya kwako mwenyewe au ni ratiba kutoka kwenye club? Ya kwangu mwenyewe binafsi, ya kwenye timu bado, ila naanza kujiandaa mwenyewe kabla ya timu. Hautakiwi mchezaji kwenda kuanza mazoezi ya timu kabla ya mwenyewe hujawa tayari. Unaweza kusababisha injury yoyote kwenye mwili. Unajua, kwa hiyo lazima uwe tayari yani. Bana Msuva, unatumia muda gani kufanya mazoezi? Inategemea na programu yangu. Natumia lisali moja, inategemea na programu au masaa mawili. Kwa hiyo inategemea na programu yangu ambayo nimeipanga kwa wakati huo. Kwa hiyo kuna muda naweza nikatumia lisaa na kuna muda naweza nikatumia hata masaa mawili vile vile. Kwa hiyo unapiga beach then baadaye una gym au nakuwa nachanganya beach, gym, nikipata wasaa kwenda uwanjani namtafuta mwalimu yoyote. Wapo walimu ambao wanafundisha uwanjani. Kama pale Sinza pale unaonaga pale kuna walimu wetu pale waga wanatufundishaga pale, wakina Shavi, wakina Bagule, wenyewe wanajiita wazee wa garage wale. Wapo walimu pale kama watatu au wanne pale. Kwa hiyo napopata pia wasaa wa kutaka kucheza mpira, sasa nahitaji kugusa mpira kwa sababu huwezi kukimbia tu muda wote kwenye mchanga, huwezi kukimbia kwenye mashine ukiwa gym au mazoezi ya gym, na maana utatengeneza pia uzito. Kwa hiyo unajikuta tatachi zinapungua. Kwa hiyo mimi huaga nikirudi kama hivi, kwa sababu toka nimerudi na wiki sasa hivi. Kwa hiyo hii ni wiki ya pili kwangu ndio naanza. Kwa hiyo nikasema acha nianze mazoezi. Nilipaswa nipumzike, lakini mimi kwangu kuna maisha yangu naona bado. Yaani bado nina uhitaji sana kwenye maisha yangu. Kwa hiyo naona acha niendelee kupambana kwa ajili ya kesho yangu. Itafika muda nitastaafu, nitawaachia wengine. Kwa hiyo huu wakati wangu ambao nipo acha niutumikishe mwili wangu. Sai, msimu umekuwa wa namna gani kwako? Msimu ulikuwa mzuri kwa sababu ukiangalia ligi ya Iraki, sidhani kama watu wengi sana wa Tanzania wengi wanaifuatilia. Sidhani. Inawezekana kuna watu wanaifuatilia na kuna watu hawaifuatilii. Kwa sababu labda kuna channel kule wanakuwa wazipati, wengine wanapata shida. Lakini naamini kuna watu wananifuatilia na kuna watu wanaifuatilia ligi na kuna wengine hawaifuatilii vile vile. Kwa hiyo ligi ilikuwa ni mwaka jana na mwaka huu pia mpaka nimemaliza msimu huu ilikuwa iko vizuri zaidi, kwa sababu msimu wa mwaka jana nimemaliza na goli 13 na assist 6, lakini yani kwa magoli yote kulikuwa kuna mashindano yanaitwa King Cup, ni makombe Waarabu waga wanaikaga ni kikombe cha mfalme hicho. Iko ni kikombe official wenyewe nakiekaga hicho. Kwa hiyo hicho nilimaliza na goli 1, tulitoka nusu finali nakumbuka kwa penalty. Kwa hiyo total nilikuwa na goli 13 na assist 6 za kwenye ligi. Lakini msimu huu hapa ambao nimemaliza na goli 9 na assist 4, ambapo pia nilikosa michezo mingi sana. Kama unakumbuka vizuri ya mwezi wa 12 tulikuwa tuko kwenye, nakumbuka AFCON, mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 12 mwishoni. Kwa pale nilikosa michezo kama 8 hivi. Kwangu mimi ni mingi sana, lakini so far nimeweza kufanya. Mimi kwangu mimi naweza nikasema ni sio mbaya sana. Tajipanga tena msimu unaokuja nione nitafikia wapi, lakini naamini msimu unaokuja utakuwa bora sana zaidi ya huu uliopita, kwa sababu maandalizi naanza mapema mimi mwenyewe, sababu najua nilikosea wapi na nilipatia wapi na ninatakiwa niongeze nini. Na ndio maana sasa hivi unavyoniona hapa nimefika Koko kwa ajili ya mazoezi yangu binafsi. Ni bado mapema, lakini ndio nimeshaanza mazoezi. Mimi kwangu nikishapumzika usiku nikiamka asubuhi ile tayari nimeshapumzika. Kwa hiyo ratiba mazoezi mimi kwangu iko vile vile. Ndio. Kuna picha uliweka kwenye Instagram account yako ukiwa upo na Twisila Kisinda. Ilikuwaje? Yupo naye anacheza kule na kuna timu inaitwa Almina. Hiyo timu alichezaga hata Waziri Junior. Sema akukaa kwa muda mrefu akarudi. Tulikutana tukawafunga. No, tulidraw 1-1. Hiyo mechi nilifunga mimi, hiyo goli nilifunga mimi. Na kule kuna mtu mwingine pia alifunga, lakini hiyo mechi tulidraw. Mechi ilikuwa nzuri na
Tuisile yule ambaye alikuwa anacheza Yanga kule tofauti na huku. Yani kwanza kule anacheza wing back. Yanga alikuwa anacheza winga kama winga. Kwa hiyo ni japo ni mifumo tu ya walimu, lakini ni mchezaji mzuri ambaye kwanza amenipokea vizuri sababu tulienda kucheza kwao. Alinipokea vizuri na mimi kwangu naweza kusema ni winga mzuri, yani bado ana nguvu na ana uwezo wa kucheza kokoto ukitoa pale Iraki alipo. Kwa hiyo kwanza hata yeye mwenyewe aliniambia, yani nilikuwa natamani sana siku moja nije nionane na wewe hivi, nikamwambia na mimi pia nimeonana na wewe. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri na ile mechi pia alicheza vizuri sana. Japo tulidraw ile mechi. Nakumbuka baada ya kutoka Yanga ulienda Morocco, Difa El Jadida, baadaye Saudia, then ndio Iraq. Una experience kubwa sana ya maisha ya mpira nje ya Tanzania. Experience ambayo umeipata imekujenga kwa namna gani mpaka sasa? Experience sasa hivi siwezi kusema tena na zaidi ya experience, kwa sababu ukishacheza nchi za watu kuna vitu vingi unakutana navyo ambavyo tofauti na nchi yako. Nchi yako unaweza ukawa unaongea lugha moja na wenzako, lakini pia unaweza ukatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, labda kusema naenda kutembea, unajua ile vyakula, changamoto ya lugha kama nilivyosema. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi kama hivyo, sometimes familia unaiacha nyumbani, unaenda kupambana. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana, ila kikubwa wewe kama mchezaji unatakiwa tu focus na kazi. Kuishi nje sio rahisi kama watu wanavyofikiria, na sio kwamba tupate changamoto, tunapata changamoto, lakini sio kila changamoto utaitaja au utaisema kwamba napitia changamoto hii, kwa sababu pia utawakatisha tamaa hata wachezaji wengine ambao wana ndoto ya kutaka kucheza nje ya nchi. Umeona? Kwa hiyo changamoto zipo, lakini tunazipambania. Mimi kama Simon napambana nazo. Siwezi kusema hizi changamoto zitanirudisha nyuma, hapana. Sababu na almost sasa miaka hata 9 niko nje ya nchi na nacheza hizi nchi za Kiarabu. Ndio Mungu amenibahatisha kukutana nazo, sababu kila ofa inayokuja kwangu ni nchi ya Kiarabu. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema ni bahati, lakini pia ni kujituma kwangu, kujitunza kwangu, ndio maana niko hapa nilipo. Kuniambia Kiiraki kinapanda kidogo. Sio Kiiraki, Kiarabu kinapanda kidogo. Nakisikia na kiongea, lakini sio kwa kiasi kikubwa, ila nakiongea na nakisikia. Maisha ya professional Iraki yakoje? Tumezoea huku Yanga unakuta mtu kifunga bwana, mtu anakuja na kiroba cha leo. Sasa huko Iraki maisha kwa jumla yakoje? Hamna hivyo vitu. Hamna, yani kwamba mtu bana kama vile baba unavyofanya pale STKMC pale, mchezaji wanamtunza anampa buku mbili, hamna. Kule hamna hivyo vitu. Yani kule ushamaliza kazi yako na washa gari unarudi zako nyumbani. Sifa utazikuta hapa kwenye mitandao huko ya kijamii. Unaweza kukutana na sifa kwamba ongera hivyo, yani watu wanakusifia, lakini kiuhalisia hamna ile kwamba eti watu wanakutunza hela, ile hamna. Unajua kila nchi inakuwa na tamaduni zake. Sisi nchi yetu kiukweli sisemi huko walipo hawana upendo, ila nchi yetu wana ukarimu mkubwa sana na upendo. Yani kwetu wanapenda sana mpira. Yani wakimpenda mchezaji kumuinua ni kitu rahisi sana. Yani kumfanya aonekane mchezaji sijui nisemaje, na kumshusha pia vile inawezekana hao washabiki, lakini mimi na appreciate wanachokifanya washabiki, kwa sababu ni kitu kikubwa. Hata mimi nakumbuka nilivyokuwa Yanga ilishanitokeaga hiyo, nililetwa kiroba na sio kiroba tu, hata hela nilikuwa napewa. Kwa hiyo hii ni muendelezo tu, sio kwamba eti sasa hivi wanachokifanya ni kama tu kipya. Hapana, sio kitu kipya, ni muendelezo tu. Mimi nilishafanya huko nyuma na baadhi ya wachezaji wengine walishafanyaga huko nyuma. Kwa hiyo mimi napenda wanavyo show love kwa wachezaji, haijalishi mchezaji wa kigeni, haijalishi mchezaji wa nyumbani. Napenda vile wanavyo show love, lakini kule wako tofauti na hivyo. Hawakupi sijui hela, hawakupi. Wao wanachofanya wanakupa tu sifa labda kwenye mitandao ya kijamii basi. Iraki ni miongoni mwa timu ambazo kwa sasa ziko kwenye World Cup. Kuna mchezaji yeyote kutoka kwenye klabu ambao unaichezea ambaye amepata call up ya national team kwenda World Cup, na kama mchezaji ni ndoto ya Watanzania kutamani kwamba siku moja kuona timu ya taifa inaenda World Cup kama ambavyo Cape Verde, taifa ambalo sasa uliwahi kuifunga Cape Verde goli 2 tunashinda, unafunga wewe, anafunga na Samata. Kwako unayazungumzia hayo kwa namna gani?
kwanza mimi kama mchezaji naweza nikazungumzia kwa upande wangu. Mimi nilitamani sana mashindano mimi niwepo. Yaani sio niwepo tu, tuwepo kama taifa kama Tanzania. Kwa sababu gani? Pia natutengenezea CV kubwa sana sisi wachezaji na nchi yetu kwa ujumla. Leo hii tungekuwa tuko World Cup, unadhani Tanzania tunaiongeleaje sasa hivi? Tunaiongelea vingine. Unaona, sifa kwa serikali, sifa kwa nchi nzima. Yaani sifa kubwa tungeipata, lakini hatukufanikiwa kuingia kwenye haya mashindano. Ni moja nzuri sana katika history ya kila mchezaji alikuwa anatamani kufikia hiyo hatua. Sababu AFCON ni kama mdogo kwa World Cup. Kwa hiyo nilitamani siku moja na mimi nicheze haya mashindano, lakini sijui ya Mungu, inawezekana kama sio mwaka huu, inawezekana hata mwakani huko ikawezekana, hakuna kinachoshindikana. Lakini pia kwa upande wa Iraki, katika timu ambayo nilikuwa nacheza mimi, waliitwa wachezaji watatu. Aliitwa golikipa mmoja, midfield mmoja na striker mmoja. Wapo kwenye ile call up ya timu yao ya taifa. Na kwa upande wa mchezaji foreigner ambaye mchezaji wa kigeni ni mimi peke yangu ambaye ndo naitwaga timu ya taifa. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho mimi kwangu mimi naweza nikakielezea kama Simon. Nilitamani siku moja na mimi niwepo kwenye haya mashindano, lakini ndio hivyo ya Mungu, hatukufanikiwa kufuzu. Lakini naamini na sisi pia next time, yani msimu unaokuja huo tena, yani mwakani nazungumzia, Mungu atujalie uzima na afya, basi na sisi tuweze kufuzu, tuweze kuingia kwenye haya mashindano, kwa sababu ni mashindano makubwa sana ya duniani. Kisha ingia mashindano kama haya inaleta picha nzuri. Leo hii unaangalia kama ulivyosema Cape Verde, angalia Kongo. Mayele Simona Mayele ametengeneza pale, Mayele ametengeneza CV kubwa sana. Na nampongeza kwa sababu ile ni hatua kubwa sana kwenye career yake ya mpira, ni hatua kubwa sana. Kwa hiyo nilitamani na mimi leo kesho na mimi niwepo kwenye yale mashindano, lakini ndio hivyo. Kwa sehemu na kwa ambayo umeyafanya, kwa namna gani Msuva umekuwa unawasaidia vijana wengine? Kuhusu kuwasaidia vijana, mimi nisiwe muongo, kuhusu kuwasaidia vijana ikitokea connection yoyote, kwa sababu mimi natafutwa na maagenti wengi. Bana, mchezaji fulani unamfahamu huyu kutoka Tanzania, yeye anaambia namfahamu, labda tunahitaji contact zake na wapatia. Sasa kwenye maamuzi hapo nakuwa sijui mchezaji ameamua vipi, au mchezaji bado ana mkataba na timu yake, au klabu imemkatazia stoke. Kwa hiyo hapo inakuwa baina ya mchezaji na agent. Ila mimi tayari kwa nafasi yangu nimeicheza kama mchezaji, kama Simon, kutoa namba tu ya mchezaji. Lakini nilitamani sana kuona wachezaji wengi wa Kitanzania wanapiga hatua, wanatoka nje. Sio kwamba kucheza Azam, kucheza Simba, kucheza Yanga na timu zingine za ligi kuu kwamba hujapiga hatua. Lakini pia ukipiga hatua nyingine kutoka nchi yako kwenda nchi nyingine, maana hiyo ni hatua nyingine pia. Kwa hiyo nilitamani sana kuona hiki kitu. Kwa vijana ambao wanapushi sasa, maana nyinyi mnaelekea ukingoni, wewe na Samata. Wakina nani ambao unaona wana potential pengine ya kufika ambapo nyinyi mmefika au hata zaidi? Wapo wengi Tanzania. Kuna wachezaji wengi sana Tanzania ambao wana talent. Ni ile sasa kuamini kwamba sisi tuna uwezo wa kutoka na tunaweza. Sababu Tanzania tayari kama ukishatengeneza jina inatosha. Sababu Tanzania tayari watu wanakufahamu. Kwa hiyo inabidi sasa ukatafute challenge mpya kwenye nchi tofauti, nchi jirani. Haijalishi utapata nafasi ya kwenda kucheza nchi za Kiarabu au utaenda kucheza nchi yoyote ambayo ni mabara tofauti, mabara ya Europe. Lakini mimi natamani watu watoke, kwa sababu ukitoka haisaidii pia kujenga maisha yako, lakini pia inasaidia hata nchi yetu ya Tanzania. Yani nazungumzia timu ya taifa, kwa sababu tukicheza watu wengi nje na inatupa mwangaza kwamba mashindano hata yoyote atakayotokea kwetu hayawezi kuwa magumu. Sio mashindano yanatokea na kwa baba anaangaliwa baba maybe Samata, anaangaliwa Msuva, kwa sababu labda ndio wachezaji ambao kioo watu wengi wanaoangalia. Lakini mimi natamani asitaje Simon, asitaje Msuva peke yake. Yani asitaje nani Samata, asitaje Msuva peke yake. Watajwe na wachezaji wengine pia ambao wanacheza nje, au watoke wachezaji wengine waende nje. Kwa sababu hapa kwetu kuna wachezaji wengi wana uwezo na wamesha prove. Kwa ni muda wao sasa na wao kufanya maamuzi ya kutoka nje. Sasa kuna maamuzi hapo ni sijui ni management zinazowasimamia ama timu ama wao wenyewe. Kwa hiyo hapo sasa sijui ni maamuzi ya mchezaji mwenyewe kutaka kutoka au kutokutaka kutoka.